Ndugu zangu wa Tanzania, leo nimeona taarifa mbalimbali zimenisikitisha sana kwamba ndugu zetu wa Chadema, baraza la wanawake, wamezuiwa. Kuna operation za kuzuia magari ya wanawake wale wanaoenda kuadhimisha siku yao ya tarehe 8, siku ya wanawake duniani, ambayo itafanyika kesho kule Mara. Na bahati mbaya zaidi au nikaona tena kuna barua, kuna tamko la ukumbi ule ambao walitakiwa kufanyia kule kwenye mkutano. Kanisa Katoliki limesema kwamba kutokana na uwezo ulio, yani kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wao, maana yake ni kama serikali imeingilia kati kuwazuia Katoliki wasiwape eneo la kufanyia mkutano wao hao wanawake. Lakini hii ni jambo la ajabu sana, kwa sababu kwa mujibu wa katiba, ukisoma ibara ya 3 inasema hivi: Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Leo tunashangaa watu hawa wanaanza kuwa victimized, yani azifu ni kwamba chama hichi, yani kama vile tuko kwenye nchi ya udikteta, tuko kwenye nchi ya chama kimoja. Tulishahama huko, na mwana CCM yoyote anayeamini katika CCM anaweza akaungana na mimi, kwa sababu hata itikadi ya CCM inazungumza uwazi. Ukisoma ibara ya 5 katiba ya CCM, ibara ya 5, ibara ndogo ya 8 inasema hivi: kwa hiyo, yani malengo na madhumuni ya CCM, kwamba kwa hiyo malengo na madhumuni ya CCM yatakuwa yafuatayo. Ibara ya 8 inasema kuona kwamba kwa kutumia vikao vilivyowekwa, raia anayo haki ya kushiriki kwa ukamilifu katika kufikia uamuzi wa mambo ya kitaifa na yanayohusu, na kwamba ana uhuru wa kutoa mawazo yake na kwenda anakotaka na kuamini dini anayotaka na kukutana na watu wengine maadamu havunji sheria. Sasa wamevunja sheria gani? Ukisoma ibara ya 17, ibara ya 17 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi, naomba ninukuu ibara ya 17 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inasema hivi: kila raia wa Jamhuri ya Muungano anayo haki ya kwenda kokote katika Jamhuri ya Muungano na kuishi katika sehemu yoyote, kutoka nje ya nchi na kuingia, na pia haki ya kutokushurutishwa kuhama au kufukuzwa kutoka katika Jamhuri ya Muungano. Hii ni katiba ya Jamhuri ya Muungano. Viongozi hawa wameapa kuilinda katiba ya Jamhuri ya Muungano. Wanapozuia watu kukutana ili kusudi wajadili mambo yao, wanavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ibara ya 18 inasema hivi: kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikira zake. B, anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. C, anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. D, anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Hii ni katiba. Lakini ukisoma ibara ya 20 inasema hivi, ibara ya 20A inasema kila mtu ana uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyikana, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani
na kuanzisha na kujiunga na vyama au shirika yanayoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kueneza imani au maslahi yake au maslahi mengineyo. Sasa hii ni katiba. Hii ni katiba. Kwa nini mnawazuia watu wasikusanyike? Lengo lake ni nini? Mimi nimejaribu kutafakari kwa kina kwamba ni kitu gani hasa kinachozuia sana watu hawa Chadema wasikutane kule Mara. Polisi wanaagizwa, mkuu wa polisi anatoka Mara. Hivi wewe Ambula kweli hujui au hujui faida ya kufanyika mkutano kule Mara? Unataka wananchi wako wasipate faida? Wananchi wa ndugu zako kutoka Mara kule wasipate faida ya ugeni unaotoa katika nchi, katika sehemu mbalimbali za nchi, wanaenda kukutanika Mara? Hujui kwamba watastimulate uchumi wa wananchi wako? Hujui hilo? Wambula, ni aibu kubwa. Sasa wewe faida yako wewe ya kuwa IGP unayetoka Mara ni nini kwa watu wa Mara? Hili ndio swali la kujiuliza. Ni kweli kwamba wewe sio IGP wa watu wa Mara, lakini wewe huwezi ukajitenga na watu wa Mara. Watu wa Mara wanatakiwa wafaidi kupitia wewe pia, uwepo wako wa kuwa na IGP pale. Sasa kama hawezi kufaidi wa IGP wako watu wa Mara, una haja gani ya kuwa IGP pale? Si ni bora uondoke tu. Lakini nikajiuliza kwamba nikatafakari nini hasa agenda ya kwa nini watu hawa wanazuiwa. Unafikiri wanazuiwa tu hivi hivi? Hapana. Kuna ni ya propaganda ya kuzuia agenda ya kupanda kwa mafuta. Juzi hapa serikali wamepandisha mafuta kutoka, yani wamepandisha mafuta kwa 7% au hamuelewi? Yani impact ya kupandisha mafuta, wakati sisi tungekuwa ni watu wenye brain. Tayari sisi tuna gesi asilia, sisi tuna gesi yetu sisi. Tungekuwa hatuna haja tena ya kuhangaika na kupandishwa kwa mafuta. Badala yake tungetumia gesi yetu tulionayo ambayo imegundulika kwa mujibu wa takwimu. Tuna gesi zaidi ya metric ton trilioni 70. Maana yake magari yetu yangetumia gesi badala ya kutumia mafuta. Tusingekuwa tunahangaika kuhusu kutumia mafuta. Hawawezi kufanya hivyo kwa sababu gani? Hawa viongozi ndio biashara zao. Ndio maana wanataka kuhakikisha kwamba propaganda ya watu wasizungumzie kuhusu kupanda kwa mafuta, badala yake wazungumzie kuhusu Chadema. Tunawajua ni watu wa propaganda. Lakini issue nyingine ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025, mauaji yaliyotokea, kwamba tusianze kufikiria kujaribu kujadili kuhusu hayo mauaji yaliyotokea ambao ndugu zetu waliuawa. Mimi natoka kanda ya Ziwa. Mimi kanda ya Ziwa inanihusu sana kwa sababu ni mamia ya watu walimkufa. Tumewaona ndugu zetu wameuawa. Tarehe 29 mwezi wa 10, siku ya uchaguzi, wameuawa sana ndugu zetu kule. Kwani ni uongo? Ndugu zetu kule wameuawa. Na kuna wengine wamekufa pale kwenye wakati siku ile ya nanili, kuna kiwanda cha magodoro pale Igoma pale machinjioni. Hili linaniuma sana hili. Nitakuja kuliongea siku nyingine, lakini hili jambo linaniuma sana kwa sababu kuna ndugu zetu wamekufa sana, wengi wameungua katika kile kiwanda kilipoungua. Watu wengi, mamia ya watu wamefia mle. Na hii taarifa haisemi pahala popote. Mimi ninajua na ndugu zangu wengi. Tuna maumivu, tuna majonzi makubwa kwenye hili jambo. Msifikiri kwamba tunazungumza tu hivi, tuna makovu makubwa. Watu ndugu zetu wameuawa, wamekufa. Kwa hiyo wanajaribu kutwist agenda ya mauaji ya tarehe 29. Lakini vile vile wanataka kutwist agenda ya ufisadi uliofanyika ndani ya serikali. Matrilioni ya shilingi. Wanataka kutwist agenda ya ile issue ya makaa ya mawe. Tusijadili watu makaa ya mawe jinsi yanavyoporwa, yanavyohondomolewa na kundi dogo la wahuni katika nchi hii. Hiyo ndio hoja kubwa. Na ndio maana masuala makubwa ya kitaifa yakija,
linakuja ni propaganda. Si mnakumbuka ile nchi wakati wanaenda kusaini mikataba ya bandari ya utekelezaji wa bandari, ilileta propaganda Makonda ameteuliwa, mnakumbuka au mmeshasahau? Tarehe 22 mwezi wa 8 mmeshasahau wa Tanzania, mwezi wa 9 mwezi ni Oktoba, ilikuwa Oktoba au mwezi ngapi? Mmeshasahau wa Tanzania. Alileta Paulo Makonda ameteuliwa kwa makatibu mwenezi, siku ambapo wanaenda kusaini mikataba ya utekelezaji wa bandari. Unajua ni nani, ni akina nani wanaoshiriki katika mikataba ile ya utekelezaji wa bandari wa DP World? Propaganda ikaja, kila mambo makubwa propaganda inakuja. Wanataka tusijadili kuhusu madini yetu, jinsi yanavyoporwa kule Mara. Watu wa Mara wanaumwa. Kuna maji yanatiririka kwenye vyanzo vya maji, na hii sio mimi nimeshuhudia. Na ripoti za bunge, Job Ndugai wakati alikuwa mwenyekiti wa kamati ya mazingira, maliasili na mazingira, kipindi hicho sio alipokuwa mbunge, alileta taarifa ambayo hiyo mimi nimeiona. Hiyo taarifa ilikuwa ni taarifa mbaya sana, ina maumivu makubwa sana kwa watu wa Mara. Watu wanatiririsha maji. Hata majuzi tu iliundwa kamati ambapo Waziri Makamba alikuwa waziri wa mazingira, ofisi ya makamu wa rais, wakaenda wakapiga faini ule mgodi kwamba unatiririsha maji kwenye vyanzo vya maji, kwa sababu lile wale nanili pale North Mara, ule mgodi, lile tenki lao halina lile la kunanili, halina leni ndani. Kwa hiyo kwa sababu yale mazinki yana hypercorrection, maana yake yana penetrate kwenda kwenye vyanzo vya maji vya wananchi, yanaenda kwenye maji, yanaenda mpaka ziwa Victoria. Ndio maana watu wana mazinki, wanauao, wana kansa, wanakufa kwa kansa wale watu. Nenda pale Muhimbili leo, asilimia kubwa 80% wanaumwa kansa kutoka, na hiyo kansa wanatoka kutoka kanda ya ziwa. Haya ni maumivu. Sisi watu wa kanda ya ziwa tuna maumivu, ujue. Msituone sisi tumekaa kimya, tuna maumivu, ujue. Tuna rasilimali nyingi, tuna mbuga, tuna madini, tuna ziwa Victoria, tuna kila kitu, lakini watu wake ni maskini. Unafikiri tunapenda? Wakati tunaona Zanzibar kule watu wanatibiwa bure, hospitali Zanzibar wanapata huduma bure. Sisi wananchi na hawana rasilimali kama tulizonazo sisi kanda ya ziwa, lakini watu wetu wanateseka, matibabu ya shida, watu wanakufa ovyo ovyo tu. Zanzibar kule watu wanatibiwa bure. Nchi moja wananchi wake wanapewa matibabu bure Zanzibar, lakini sisi mikoa yetu ya kanda ziwa au Tanganyika kwa ujumla, wananchi wake wanasuffocate, hawana pesa, wanakufa, hawana pesa hao wananchi maskini, wakati fedha rasilimali zao zinahondomolewa na kundi dogo la wahuni. Unafikiri tunafurahia? Inaumiza sana. Watanzania wana hasira, msione hivi. Watanzania wana hasira. Mnawapora ng'ombe zao, mifugo zao, mnawapora, mnawapiga risasi. Ndio maana mnazuia Chadema wasiende, kwa sababu wataenda kuibua hoja zinazochochea zinazoleta elimu kwa wananchi, ili kusudi wajitambue, hatimaye wachukue hatua dhidi yenu. Unafikiri hatujui? Hatuwezi kukubali ujinga huu wa Tanzania. Ninajua ninayozungumza haya yana impact kubwa, na kwa sababu hao viongozi wameshatuchukulia kama sisi ni mang'ombe. Sisi sio manyani tena, tuna uwezo wa kufikiri. Although mna mpango wa kuua kila mtu anayezungumzia kuhusu haki, lakini nakwambieni, ukiua mmoja wataibuka 10, ukiua 10 wataibuka 100, ukiua 100 wataibuka 1000, ukiua 1000 wataibuka 1,000,000. Hatimaye watawakabili. Watanzania, tusikubali kunyongwa, tusikubali kunyanyaswa tena, tusikubali kuteswa tena, na tusikubali kuwa wanyonge dhidi ya kundi dogo la wahuni. Lakini niwakumbushe, waziri mkuu huyu amepewa, tulie naye leo, kwa mujibu wa ibara ya 51 amepewa madaraka. Ibara ya 51 inasema kutakuwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano
aliyeteuliwa na rais kwa kufuata masharti. Ukisoma ibara 52 inasema kwamba waziri mkuu atakuwa na madaraka juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku kwa siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Huyu kwa mujibu wa katiba hii ndo rais wa Tanganyika. Kwa mujibu wa katiba hii ndio rais wa Tanganyika. Kwa lugha nyingine, watendaji wote ndani ya serikali wako chini yake. Polisi wako chini yake kwa lugha nyingine. Maana yake, lakini ukumbuke huyu alipokuwa naibu katibu mkuu CCM. Mnakumbuka mauaji yaliyotokea ndani ya nchi hii? Unakumbuka kuna watu walikuwa wanamwagiwa tindikali? Mnakumbuka? Watu walikuwa wanamwagiwa tindikali. Huyu akiwa naibu katibu mkuu wa CCM. Au mmesahau wa Tanzania? Matukio yaliyokuwa na tapakaa katika nchi hii. Watu walipigwa, maaskofu wetu kule Zanzibar 2012-13 walipigwa risasi, huyu akiwa naibu katibu mkuu. Au mmeshasahau? Watanzania mmesahau? Sasa mjiandae, kuna mambo makubwa zaidi yanaweza yakatokea. Mimi najaribu kuwapa kama kodi wa Tanzania, lakini hatuwezi kukubali kuongozwa na kutawaliwa na watu ambao hawawezi kusikiliza sauti za Watanzania. Na katiba yetu imetupa mamlaka hayo. Kwa sababu katiba ibara ya 8 imetupa mamlaka hayo. Serikali ipo kwa ajili ya watu. Isipokuwa na kusikiliza watu, maana yake hiyo sio serikali ya watu. Na tusikubali hawa viongozi wanaoweza kutudharau na kututweza. Kwa sababu ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya kidemokrasia na haki ya kijamii. Na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Serikali itawajibika kwa wananchi na wananchi watashiriki katika shughuli za serikali yao kwa mujibu wa masharti ya katiba hii. Na waomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tutokomeze kila aina ya dhuluma, kila aina ya ufedhuli katika nchi hii kwa ajili ya kulinda heshima na maslahi ya nchi. Najua ibara 25 tumepewa mamlaka hayo kuilinda nchi na kulinda rasilimali za nchi bila kumuonea haya na bila kumuonea aibu mtu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Kijana Mzalendo. Mungu awabariki sana.